Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump ametangaza kutoza ushuru mpya wa 10% duniani baada ya mahakama ya juu kutupilia mbali ushuru wa awali aliokuwa ameutekeleza. Katika uamuzi wa siku ya Ijumaa, mahakama ya juu zaidi iliamua kwamba sheria ya kimataifa ya dharura ya kiuchumi ya mwaka 1977 haimpi mamlaka ya kuweka kile alichokitaja kuwa ushuru wa kurudishana dhidi ya karibu kila nchi. Trump alijibu kwa kuapa kwamba atatia saini amri ya utendaji siku ya Ijumaa kwa kutumia kifungu kingine cha sheria ya biashara ya mwaka 1974 kuweka ushuru wa ziada. Mahakama ya juu haikubatilisha ushuru, ilipitisha tu matumizi fulani ya ushuru wa IEEPA. Trump aliwaambia waandishi wa habari, "Sasa ninaenda katika mwelekeo tofauti, pengine uelekeo ambao nilipaswa kwenda mara ya kwanza," alisema Trump. Mahakama ya juu ya Marekani imetupilia mbali ushuru wa rais wa Marekani Donald Trump ambao ameuweka kwa mataifa mbalimbali duniani, jambo ambalo wachambuzi wa masuala ya kiuchumi wanasema ulisababisha kuyumba kwa uchumi wa taifa hilo la Marekani. Trump alishutumu uamuzi wa mahakama kuwa mbaya, akisema kwamba ushuru wake wote unabaki katika nguvu kamili na athari. Aliwataja majaji waliotoa uamuzi dhidi yake kuwa wasio na uzalendo sana na wasio waaminifu kwa katiba yetu. Baada ya kurejea ikulu ya Marekani mwaka uliopita, Trump aliweka ushuru wa 25% kwa bidhaa kutoka Canada na Mexico, na baadaye akatangaza ushuru wa awali wa 10% kwa nchi nyingi zilizoshutumu kwa kuipora Marekani. Ametumia biashara kama nguvu ya kisiasa, akitishia kutunga ushuru wa ziada dhidi ya nchi za Ulaya ambazo zinapinga mpango wake wa kunyakua Greenland kutoka Denmark. EU imeonya kwamba ushuru wa Trump utaharibu uchumi wa dunia na hatimaye kuumiza watumiaji nchini Marekani. Matokeo yatakuwa mabaya kwa mamilioni ya watu kote ulimwenguni, Rais wa Tume ya Uropa Ursula von der Leyen alisema mwaka uliopita. Rais wa Marekani amewashutumu majaji 6 wa mahakama ya juu ambao wameuwekea kizingiti kikubwa katika muhula wake wa pili madarakani kwa kuondoa ushuru wa kimataifa wa utawala wake. Uamuzi wa mahakama mnamo Ijumaa ulikuwa wa kukatisha tamaa sana. Majaji wanaoshabikia mkumbo wa wengi wanapaswa kujitafakari, kwani wamekosa ujasiri na kufanya jambo sahihi, Trump alisema katika majibu yake yaliyogeuka kuwa mashambulizi makubwa dhidi ya mhimili huru wa serikali iliyo na haki sawa. Uamuzi huo ulikuwa ushindi mkubwa kwa wafanyabiashara katika nchi ya Marekani ambayo yamepinga majukumu hayo na kufungua mlango kwa uwezekano wa kurejeshwa ushuru wa mabilioni ya dola, huku pia ikizua msukosuko mpya katika mazingira ya kibiashara ya kimataifa. Katika kujibu uamuzi wa mahakama hiyo, hata hivyo, rais huyo ameweka ushuru huo wa 10% wa kimataifa kuchukua nafasi ya zile zilizotupiliwa mbali na mahakama ya juu, akiitaja uamuzi huo kuwa mbaya. Rais alizindua mpango huo muda mfupi baada ya majaji kuharamisha ushuru mwingi wa kimataifa ambao ikulu ya White House ilitangaza mwaka uliopita. Alipozindua ushuru huu uliotupiliwa mbali na mahakama Aprili iliyopita, alisema nchi yetu na walipa kodi wake wameibiwa kwa zaidi ya miaka 50, akihoji kwamba Marekani inanunua bidhaa nyingi kutoka nje ya nchi kuliko inazouza. Fedha za Wamarekani zinatumika nje ya nchi bila sababu za msingi. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajua mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia The World News.